Jungu moto yani gypso au plasta ya Paris ni aina ya matibabu ya mifupa ya miguu na mikono inapovunjika wakati mtu anapoanguka au kujeruhiwa katika ajali. Kae wawili nikubembeleze, na iwapo kinda umenikasirisha, sahaba yetu. Ni mfumo wa matibabu wa tangu jadi ambapo jungu moto au gypso hufungwa kwa muda maalum katika eneo la mguu au mkono lililoathirika. Pindi linapofunguliwa, mifupa iliyovunjika huwa imerudiana na mtu anaweza kurudia shughuli zake za kawaida hata za michezo. Una feel vipi? Ni nzito sana? Iko nzito lakini si vile sana. Ni siku yangu ya kwanza kwa casted kitu. Aha. Hii ni mara yangu ya 3 actually. Okay. Na shughuli zako za kawaida unazifanya vipi sasa kama uko na hii? Kama nyumbani, kuoga, kulala, kuosha vyombo, unafanya vipi? How? Kuosha vyombo naosha vizuri sana. Jua nachukua tu kama kibao naekelea hapo. Then naambia mtu anisaidie kuchota maji aniwekee hapo. Then naosha tu vyombo vyangu. Kulala pia ni rahisi, si vigumu. Lakini unafaa uwe na kitu kama pillow, wekelewa mguu wako uko raised, at least ndo kama walala uko tu comfortable. Lakini utakuwa sikia kuwashwa huko ndani. Kwa hiyo inanipa ile ukasi. Kuna venye za washwa mpaka huko hivyo. Huko ndani. Sasa niwe na kidongo hapo karibu na hewa. Ili ujikune kule ndani. Na sasa mambo ya kuvumbula sasa, yakuaje kama unataka kuvumbula? Haiwezekani. Haiwezekani, ni ugoje kwanza? Haiwezekani hiyo bana. Haiwezekani kabisa. Unaiweka kando kwanza? Hayo kando. Unamwambia ngoja kwanza mpaka nimalize. Na ngoja mpaka malize shughuli yangu mwanzo. Okay. Sasa unachukua muda gani ndio itolewe? A week. Wiki moja? Wiki moja. Yule expert ni nani aliyekutengenezea sasa? Daktari? Nisomea hiyo nani ya kufunga miguu. Sawa. Nilikutana na msichana huyu katika sehemu moja ya kujivinjari katika mkono wa bahari wa Kilifi, akijivinjari na vijana wenzake waliokuwa wakimpiga picha nyingi tu za kumbukumbu ya kufungwa plasta ya Paris katika mguu wake mmoja. Kuna kitu yenyewe inaitwa splinting. Hiyo useme mtu amevunjika iwekewa ile mavijiti huku wafungwa na nanio kamba ile kuzuia ule mguu. So we do splinting pia kama content. Kwa Kigiriama inaitwa mbamba. Unafunga mbamba. Hiyo mbamba. Mbamba hiyo. Mbamba. Hiyo mbamba hiyo. Mbamba. So we do splinting alafu ndo tukuje kwa casting. So to create awareness, ukivunjika how to handle huyo mtu mwenye amevunjika hapo hivyo. Sasa mmefunga watu wangapi so far? Yani okay, you have done so many casts. I'm a model myself. Mimi nishajifunga, nimekaa na hii kitu kwa muda pia huwa. Na baada ya kuondoa haisumbui mguu, haiathiri? Haisumbui mguu kwa the duration is so small, 1 week. 1 week atukae nayo hata sijate miezi, kwa tukanao mwezi ama muda mrefu unapata muscle wasting. Yani nyama ina shrink. Naona kidude likitolewa kigucha kidogo, sasa kama umekaa nayo sana. Mguu utumii kazi, like the muscles ziko tu hivyo. They don't work, so they tend to. Sasa mlipataje fikra ya kutumia hii cast katika njia ya sanaa? Yani ili iwe kwenye sanaa, kwenye hiyo organization ya Black and White. Hiyo fikra ilikuja vipi? Content ya casting, unaona, na if anaweza pata orthopedics, anaweza work na wao, unaona, akashowcase venye watu wakiwa in cast wanaishi maisha gani. Katika shughuli zao za kawaida. Shughuli zao za kawaida wanaishi vipi? Wanaishi vipi? Kuna watu ile sikudanganya, kuna watu wanaweza wanafunga hili jungu moto for leisure. Afunge tu yani enjoy, chill.
Asifanye shule. It's like a fetish. Yani ni kitu chenye ni kama desire yani yake yake ya ndani. Unapata kuna venye mtu wewe unapenda marashi, desire yako una marashi nini, wewe desire yako ni mtu wa mapako nini ujipake. Sasa desire yake ni afungelee jungumoto, akae nalo tu atulie. Yeye ana enjoy yani ile cheki akijichokora na kigongo, akijikuna yani akitamani ule mguu kujikuna. Starehe hafanyi sasa zile starehe zingine sasa za ndani. Yeye ametulia. Na pia anaonyesha venye huko like akitembea anatembea vipi, akipika kule ndani ya nyumba anapika vipi, akienda kuoga anaoga vipi. Hiyo ni art hiyo. Ambayo sasa ndio ni sanaa, ndio mnapiga picha sasa mnafanya shooting hizo content pia. Okay. Sasa kwa hivyo nyinyi mnazionyesha wapi sasa? Okay. You can find our content hapo Instagram. Kuna our channel handle ni Black White Artifacts. Hapo we post some of our content, but kuna subscribed one you pay. Hizo ma premiums, we have premium channel kwa Patreon. Patreon Black White Artifacts. Our handle iko hapo na hiyo link ya Patreon pay iko hapo. That is where you will find all our videos and photos. Kwa hiyo huku Kilifi vijana wengi wanafanya hii kazi sasa. Sisi ndio tunafanya. Ni ndio waanzilishi. Naona mtu mwingine akifanya hivi. Kwa hivyo ni hamasisho ili watu wengine wanaweza wakafanya, wasiogope. Maana yake ukiona kama hivi unaogopa unasema nini sasa hii Nilipomhoja akasema wala mguu wake haukuvunjika. Ni mchezo tu wa kisanii. Yeye ni model na picha zake zimejaa mitandaoni. Ukikutana naye usimwambie ugua pole. Huu ni mchezo wa kukusanya picha za kuweka mitandaoni katika kile kinachojulikana kama content creation, yani ubunifu wa mantiki za mitandao. Ni mchezo ambao umemfanya ajitegemee kimaisha. Kula yake, vaa yake na starehe zake zinagharamiwa na mchezo huu. Wasaidizi wake ni daktari aliyemfunga plasta hii ya mchezo na mpigaji picha wake wa kuposti mitandaoni. Ni wasanii hawa wa kizazi kipya ambao hufanya vitu ambavyo havingefanyika zamani kwa dhana kwamba ni laana au vingeleta mkosi. Unaweza kuvunjika mguu ile ukweli. Manake ni kama vile kwa mock wale ambao wameumia na hujaumia. But it's not that we are not mocking anyone. Okay, this is something that we love doing, like this is cast live. So an example right now, this is like, can you imagine yourself in a forest like this, hiking with a cast? Do you know how it feels? Like, how do you feel, Jessica? I feel good. Wewe nyumbani watu wamesemaje kuhusu wewe kufanya hii cast ya namna hii? Modeling ya kuitumia hii. Watu wamesemaje, marafiki zako? Na wengine mimi mwazimu bana, naanzaje kufunga miguu na niko sawa. Na wewe umechukuliaje hiyo jambo hili? Na mimi nimechukulia tu vizuri, mimi sina shida, as long najua kitu yenye nafanya. Okay. Tusimaindi watu wenye wanaongea. Na comments zako kwenye social media zako zinapatikana huko, una watu wanakuona ukifanya hizi activities? Na wana comment vipi sasa watu? Wana comment vizuri, wanasema I'm doing a great job. I'm looking good. The cast is beautiful. Inapendeza ili dude. Wewe unapata kama sifa, wewe unataka sifa kwa sababu umetengeza wewe. Si watu nasema hivyo, napendeza. Lakini cheki iko weird. Napendeza lakini noma sana. Material gani unatumia kutengeza hii cast? Inaitwa Plaster of Paris. Plaster of Paris bandage. Ni bandage. Kule ndani kuna cotton. Yes, huko ndani kuko na hiyo cotton ya like inaitwa padding, soft padding. Unaifunga kuanzia chini mpaka juu. Kuanzia chini huko kwa foot mpaka kwa thighs huko. Unaifunga, unairap and then sasa unachukua hiyo Plaster of Paris, unaingiza ndani ya maji, unairap, alafu inakauka, inakuwa jiwe yenyewe. Ulisomea wapi hii? Hii nilisoma KMTC. Mimi nilisoma KMTC Nairobi. Miaka mingapi hiyo? 3 years I was there.
Oh, hii ni moja tu ya mambo uliyosomea. Hii ni moja. Lakini sasa unaona sasa kwenye dunia sasa. Yale mambo watu wengi sana yale mambo wamesomea sio yale wanafanya in life sasa. Yes. Si ndio? Yeah, wewe ulipokuwa shule sasa ukisomea hiyo mambo ya matibabu kama hivi. Huko unafikiria kwamba utakuja ufanye na mambo ya content creation. Na no, I never thought about it. Like yani mimi mwenyewe yani this is an amazing idea. Naweza sema ile ukweli, hii idea si yangu mimi. Lakini wewe ndio umeshaishika kabisa. Yani imekuwa part of me in such a way. Okay, I'm doing something yenye ambayo it's part of my career. It's part of myself, what I studied. Na ni kitu ambayo like ni kitu tuna enjoy kufanya na pia ina create impact kwa watu. Lakini una-advise vipi watu wasijifanyie tu kama hawajasomea? Wewe ndio wanaweza wakakosea. Unaweza kosea. Sasa mtu akaenda akanunua mabandage kwa sababu ameona anataka kufanya creation na yeye akajifunga. Inakuwaje? Okay, kuna kitu inaitwa nini, lazima uprotect mifupa yako. Unaona, mtu kufungwa jungu moto kuna kitu inaitwa hiyo muscle wasting. Na kuwa pia kuna hiyo kuwa mifupa inakuwa porotic. Yani sacha wewe mifupa inakuwa minyonge. Hata kama umevunjika umepona, lakini mfupa unakuwa mnyonge. Ndio maana unapata ukifunga hii kwa muda mrefu kuna joint stiffness, unapata ile goti haliendi vizuri. Liko hivyo. Sasa inabidi sasa nimefanya mazoezi. So yani hii ukilifunga kunazo repercussions. Lakini yenyewe imedesigniwa kwamba kama umevunjika kweli una fracture itatengenezeka pale. Itatengeneza pale mahali upone kabisa. Mifupa irudiane. Mifupa irudiane kabisa baada ya hizo wiki 6. Na pia hii inatumika na nini? Unaweza pata kuna mtoto akona nini ile matege yale bowlegged. Ama maybe akona zile rickets, zile mafunga mavi yale. Sasa kama na ile mafunga mavi huko kwetu tunashangaa kule mtu kijijini huko Ganze wapi huko ndani hawajui. Mtu anaona mtoto wake amezaliwa ako hivi. Lakini washangaa nitamfanya nini? Wengine hata umfukuza mke wife akamwambia wewe kwani unazalia watu namna gani hawa? Ndio maana kuna time tulienda kule Ganze kuhenza kule ambao yani walisema kuna mahali kuna mtaa huko walisema kwa visikale kaheri. Visikale kaheri yani visirudie tena. Yani huko kitambo walikuwa wanashukua watoto mtoto akizaliwa na disability. Amezaliwa kama kichwa kikubwa ile hydrocephalus. Amezaliwa yani ako na bowleggedness, wanamchukua wanamzika ama wanamuua. Lakini hawajui hii ni dawa yake. Unaona mtoto mwenye amefungwa amekomboka miguu hivi. Umfunge hivi umpeleke kwa orthopedic mzuri. Orthopedic mzuri fresh. Akimfunga na ile jungu moto ule mguu utanyooshwa. Unanyooshwa kabisa ule mguu na ananyooka kabisa na anawekwa kwenye vifaa fulani. Umebakia visikale kaheri. Visikale kaheri ndo tunaua kabisa. Tunakaa ndani sana. Hawajui. Kule Zariguta Karinenere. Ndio huko ndani. Kwa Wamijikenda vitu hivyo vinawekwa katika kundi visikale kaheri. Yaani visifanyike tena. Ukikutana naye atakwambia dutse kanikirema. Yaani mcheke tu. Mchezo huu ni mchezo wa kuigiza wa visikale kaheri. Dutse kanikirema. Dutse kanikirema. Kabla kirema. Vikale kaheri? Visikale kaheri vivyo. Kana mtu ambaye nchirema. Uchikatwa chigulu ana mugulu ambao undakutengenezera mugulu. Kala una mafunga mavi, kala unachitwa chibomu, chitwa titite, mahege, undafungwa rigulu unyoshwe. Chikala kuna mugulu ndapata mugulu, unapewa mugulu unatengenezerwa. Ni utafute daktari wa mifupa na utsembereto. Visikale kaheri vivyo. Kavinda kala. Dutse kanikirema. Vijana wanajitahidi sana katika kile kinachojulikana kama ubunifu wa kupata mantiki kwa ajili ya mitandao ya kijamii. Lolani Kalu, Coco FM. Coco FM, ladha ya pwani.